Msikilizaji, hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi yetu hii nzuri ya Tifa. Na tulipoishia tumeona ya kwamba kimemramba Tifa kimemramba. Tulikuwa tunajiuliza labda aliyemfanyia hivi ni nani? Kwa sababu alikuwa na ugomvi sehemu mbili kwenye familia ya kina Ivan, lakini pia alikuwa na ugomvi na mke wa Karim, kwa sababu mke wa Karim inaonekana kama anamshutumu kwa kumchukulia mume wake. Sasa sio kila mwanamke akikujua wewe binti unatembea na mume wake atakuacha salama. Sio kila mwanamke. Na huenda ni makosa ya mwanaume, amekuja ametoka na wewe na hajasema kama ana mke. Lakini hata kama unafahamu wewe mwanamke una date na mwanaume wa mtu, acha rafiki yangu. Usione sifa watu wanavyosema kudate na mume wa mtu, usione sifa. Huyo ambaye anakuona sasa hivi unakula raha tu na mume wake, hujui alitoka wapi na mume wake. Hujui. Kwa hiyo hata kama imetokea bahati mbaya, matatizo yamekukuta nini, bila kudhamiria, endelea kupambana, sawa Na nazidi kuasisitiza, msimsahau Mungu kwenye maisha yenu. Watu ni Kwa hiyo tunamalizia hapa msikilizaji, baada ya mke wa Karim kumfanyia mambo ya kishirikina huyo binti Tifa. Binti Tifa kaingia period, yani period ya ikati. Wiki mbili tu yuko na bleed. Wakati mtakuwa na bleed siku 3 tu hivi nini ya 4 imeisha shwa. Leo yuko na bleed wiki mbili. Paka ameamua kupelekwa kule Tanga. Baada ya kufanywa mambo nini, inajulikana ni mke wa Karim ndo amemfanyia hivyo. Kwa hiyo sasa vipi Karim atamfanya nini huyo mwanamke wake ambaye ni mke wake? Lakini vipi kuhusu Ivan? Tumalizie msikilizaji hii simulizi ili kuruhusu pia na simulizi nyingi sana ambazo zipo kwa ajili yako ziweze kutoka. Naam, tunasonga mbele. Tifa anaendelea kutuambia kwamba nilifanyiwa dawa Tanga wiki nzima na hapo nipo na Karim wala atakondoka. Nashukuru Mungu nikawa sawa kabisa na nilimaliza dawa zote za yule babu. Yule mzee alisema, Karim, kesho na waruhusu. Sasa Tifa yupo vizuri tu na nimemfunga kama ulivyotaka, kwa hiyo hakuna mtu ambaye ataweza kumchezea tena. Karim akasema, nashukuru sana mzee wangu. Yule babu akaniambia, Tifa mwanangu. Nikasema abe. Akaniambia, unajua wadudu wachafu wanatuingia kirahisi kama tunakuwa wachafu. Unajisafisha. Oga janaba, kuwa na udhu sana, najistiri na uswali sana. Hawa wadudu wachafu hawaingii kwenye miili ambayo iko imara. Wanaingia kwenye miili ambayo ni miepesi sana, yani ipo dhaifu. Kwa hiyo swali sana. Nikasema sawa babu, asante. Msikilizaji, kuswali penyewe sio unakesha masaa 10. Nadhani unafahamu. Kwa hiyo akaniambia, na ukawe makini katika maisha yako. Usimwamini mtu na usijiachie sana. Binadamu tuna chuki na visasi sana. Wewe mtu aliyokuroga alipewa uzi wa nguo yako. Kwa hiyo ukawe makini sana. Nikasema sawa babu. Basi baada ya maongezi ya muda mrefu tukaenda kupumzika. Tukiwa chumbani, Karim akaniuliza kwamba unamwamini sana Amanda? Nilistuka maana unajua ni mdogo wangu wa dukani. Msikilizaji, nadhani na unajua. Nikasema kwa hiyo ndo anayeroga ama? Akasema no, ila kuwa makini sana na Amanda. Sidhani kama ana nia nzuri na wewe. Nikasema kwa nini? Yaani kwa nini unasema hivyo? Ni kwani amefanya nini? Akanambia, wewe ni mkubwa bwana, ukirudi dukani kamchunguze. Nikasema sawa, nitafanya hivyo. Basi kesho yake asubuhi na mapema tulianza safari ya kurudi Dar. Kiukweli nilikuwa na hamu sana ya kuwaona wanangu sana, maana wiki nzima nipo mbali nao. Of course kama mama niliwamisi. Nilikuwa natamani atakupaa, ila nilichokuwa nashukuru kikubwa nilipona kabisa na nilikuwa naendelea vizuri mno. Kweli mchana mida ya saa 7 tukaingia Dar. Karimu alinipeleka mpaka nyumbani kwangu. Tukamkuta bibi
Bibi akatukaribisha vizuri, ila Karim alimsalimia tu akasema anawahi majukumu mengine, atakuja muda mwingine. Basi nilimshukuru sana, nikamwambia Karim asante kwa msaada wako. Akaniambia usijali, wewe ni mama watoto wangu, kwa hiyo kuwa na amani. Nikasema sawa. Kisha kaondoka. Nikasema sijui alimdanganya vipi mkewe, maana unajua wiki nzima tupo Tanga na sijaona hata kama kaongea na mkewe, sijaona. Basi bibi alikaa na mimi mwezi mzima ananiuguza. Nashukuru nilikaa sawa kabisa. Mwili nao ukawa unakuja. Hapo Karimu anakuja kila siku kuniona. Akija tunaongea sana na atacheza na wanawe, mara tantania, atataniana na bibi we mpaka raha. Yaani akija Karimu yani kwa namna fulani hivi ni kama nyumba inachangamka sana. Alafu na bibi alikuwa ni anampenda sana Karim. Alikuwa anapendwa na bibi. Akaniambia, hivi unajua Latifa, hivi unafahamu ya kwamba Karimu anakupenda sana? Nikasema bibi sio kweli. Bibi akasema anakupenda sana, ni vile tu kaoa, ila huyu ukiwa serious ukimwomba akuoe, yani akuoe mke wa pili, hapindishi hata. Basi nikacheka nikasema bibi wewe unayakuza tu, mimi masuala ya ndoa ya mitala siji mimi siataki. Alafu huyo mkewe ni mtata sana, mimi sitaki kwa kweli, ataniua yule dada. Bibi akasema au yeye ndo alikuroga? Nikasema bibi mimi sijui, sikuambiwa na yule mganga. Yeye alisema tu yule mganga ni ananitibu tu, wala hasemi nani kaniroga. Bibi akasema sawa, ila cha muhimu umepona, ndo ninachoshukuru mjukuu wangu. Basi bibi alikaa na mimi mwezi mzima. Akaniambia sasa Tifa, si unaendelea vizuri mimi ngoja nikawahi mpunga wangu. Hapo na yule mdogo wangu wa kiume ashakuwa yani yupo shule boarding, anasoma huko advance. Nikasema sawa, nashukuru kwa muda wote ulioniuguza bibi. Kweli bibi akaondoka. Na mimi usiku nikajikokota nikaenda dukani. Maana toka unajua nimeugua siku kanyaga kabisa Kariakoo. Nilipofika dukani, Amanda aliponiona akastuka, akasema umepona. Nikacheka. Nikasema kwa hiyo wewe ulitaka nife mdogo wangu ama? Akacheka akasema ila amna dada, maana unajua mimi nilisikia kwamba tumezidiwa, ila nimefurahi kukuona umepona. Nikasema asante, nashukuru sana kipenzi changu. Basi nikaa pale dukani kidogo, nikaona sasa mambo yapo vizuri sana tu. Nikampongeza Amanda kwa kazi nzuri, ila niliona kama hakupenda kuniona mimi pale. Jamani, mnafahamu ya Amanda ndo nimeanza naye kazi jamani. Anyway, mimi sikuhangaika naye wala, nikaenda zangu katika duka langu lingine la viatu. Napo mambo yalikuwa ni vizuri tu. Nikasema ngoja niende kwa Yasinta nikapiga story. Nikaenda mpaka dukani kwake. Nikamkuta akanikaribisha vizuri tu. Akasema shoga yangu, nilisikia unaumwa kweli kweli. Pole jamani. Akasema asante shoga yangu, ila kwa sasa hivi naendelea vizuri. Kuna habari gani Kariakoo? Akaniambia sinasikia mke mwenzio kaachwa jamani. Na anatangaza wewe eti ndo chanzo. Nikasema toba, mimi tena. Na kaachwa lini, mbona hizo story mpya? Akasema ndio, tena nasikia talaka, yani nikatumiwa katika simu. Bwana alimkimbia karibia wiki. Yani akiwa huko safarini kamtumia SMS ya kumwacha. Haivorudi kaenda kumpa mkaratasi wake tu. Na watu wote hapa Kariakoo wanajua. Na anasema alikuwa anateseka kwenye ndoa wewe. Alifuza kuteseka kwenyewe, mtu ambaye ni chanzo ni wewe. Kwamba unamtumia SMS mume wake, SMS za mapenzi unamtaka, akawa hadi yani anapigwa kwa ajili yako. Nikasema mimi? Akasema ndio. Kwani mimi naongea na nani hapa? Nikasema Yasinta. Kumbe yule dada ni muongo hivyo du. Basi mimi nikaanza kumhadithia Yasinta jinsi yani mpaka nimezana Karim, na nikamwambia Karim kwangu analea watoto tu wala hana muda na mimi. Kama mumewe ana mwanamke basi ni mchepuko mwingine sio mimi, na sijawahi mtukana hata siku moja. Na sijui hata kama kaachwa, ndo kwanza unaniambia wewe hapa.
Na hata namba yake huyo mwanamke mimi sina. Kwa hiyo huyo atakuwa anaongopa. Basi Yasinta akanambia, ndio hivyo shoga yangu, Kariakoo yani ni unanuka hapa. Yani Mima anavyotangaza shoga yangu. Amesema ni alikuwa hana raha kwenye ndoa. Akiwa faraga na mmewe, mwanamume akiguna tu anakutaja wewe. Nikasema makubwa. Nikasema Yasinta, yule dada ni muongo. Anavaa mishungi mikubwa kumbe muongo tu. Wala hata usiamini story zake. Yasinta akasema, poa bwana, ila story ndio hiyo shosti yangu. Kwa hapa Kariakoo ndio hayo aliyopo. Nikasema sawa, tavumilia. Naona kaamua kunichafua. Basi tukachana na story za Mima, tukawa tunapiga story nyingine tu. Mida ya jioni nikarudi dukani kwangu. Sasa ile nataka kuingia ndani. Yani nataka kuingia dukani. Namsikia Amanda anaongea na simu. Nikajibanza kwa pembeni, alafu hata kuniona. Akanasema, sikia Mima usilie. Tena nyamaza, huyu mbona tutamkomesha tu. Mimi hapa nampangia mpango mkubwa. Kwanza si anapenda kuniachia duka lake. Nataka nimfilisi lote. Alafu uwe ni mzuri bwana, unaelia nini? Anakubabaishaje? Ili ni tipo tu, nyamaza shoga yangu, huyu tutamkomesha tu. Ila Mima umefeli sana. Yani ameponaje huyu? Mimi nilikuwa nataka afe kabisa nichukue duka hili. Msikilizaji, hivi unajua huyu Amanda ndo ambaye ni mazani maisha? Yani hapa ndipo nilipoamini ya kwamba siku zote mtu anayekudhuru ni yule anayekujua, na ni mtu ambaye yani hata ukitajua hizo kuamini. Na siku zote tunasaidiwa na watu watubaki tu. Ndio wanaotupa msaada. Sasa unajua niliumia. Nikasema mbona Amanda mimi naishi vizuri jamani? Hivi jamani, dunia sasa kuishi na mtu vizuri ni kosa? Kumtendea mtu wema ni kosa? Ama ndio ile kwamba yani kuna wakati mtu ukimtendea wema sana anakuchukua yani advantage yani? Yani dharau zinaanza Yani kumbe mimi ananipangia mipango mibaya hivi. I say, kwanza mimi sikumstua. Nikajibanza pale. Nikamsikia anasema usijali. Yani mimi nywele zake nitazipata. Anapendaga sana kusukwa na mimi na nitakuletea. Ila naomba ya sasa isifeli, afe kweli. Yani mimi nataka afe. Maana mimi nimekuletea nyuzi ya nguo yake ukafeli. Kwa hiyo hii ya sasa iwe ya kweli. Yesu. Toba. Unajua nishindwa kuvumilia. Nikasukuma mlango kwa nguvu nikaingia dukani. Amanda alistuka, akataka kukata simu nikampokonya. Nikasema, wewe Mima mshenzi. Hivi kumbe wewe ndo unaniroga, si ndio? Mima akakata simu. Alipokata simu nikamgeukia Amanda. Nikamwambia Amanda, mimi nimekosea nini? Amanda, nini kitu gani ambacho mimi nimekosea wewe? Akabaki kimya tu. Nikasema nakuuliza wewe, mimi nimekosea nini? Mpaka yani unashirikiana na mtu uniue kweli? Akasema nisamee dada, ni shetani alinipitia. Nikasema nyio, mshenzi mkubwa wewe, mbwa kabisa. Unanitengenezea mabala mimi? Hivi kumbe mtoto ni mshenzi? Sasa bwana, mara Karimu akaingia. Akasema kuna nini hapa? Nikasema Karimu, mkeo anashirikiana na Amanda wananiroga. Nimekuta kabisa Amanda anaongea na simu. Karimu akasema pole kwa kuchelewa kujua. Adui yako namba 1 hapa duniani ni Amanda. Yani hata kuachana kwetu alichangia sana. Mimi mambo yako yote uliokuwa unafanya alikuwa ananiambia huyo. Yani mpaka wewe ulivyoenda Zanzibar na Ivan, huyo ndo alikuwa ananiambia. Na alikuwa ananiambia wewe ni malaya sana na hujatulia kabisa. Amanda, unasema uongo? Nakuuliza wewe hapo zinitumbulie macho. Ulikuwa uniambia? Amanda akabaki kimya. Msikilizaji, nilichukia. Nikasema ni kumbe mtoto ni mshenzi namna hii. Yani ulikuwa hapa kunitafuna, si ndio? Akasema nisamee dada, alikuwa tu ananituma mimi sababu ya Karimu. Nikasema sawa, sasa kuanzia leo nisikuone tena hapa dukani kwangu. Basi nikachukua pesa pale nikampa, nikamwambia nimekupa pesa hiyo ukaanze kufanya mambo yako. Ni jinsi gani bado nina utu, kwa hiyo ninaomba uondoke, utakuja kuniua wewe. Amanda akasema dada jamani sirudi tena, mimi nategemea sana hapa dukani, please naomba nisamee. Nikasema nenda kafanya kazi kwa Mima. Nenda. Si ana duka pia? Haya naomba ondoke. Naomba ondoke. Au nataka nikudunde. Sasa toka. Nikasema hapana. Nikasema wewe, hebu ondoka basi. Ondoka mwenyewe kabla mimi sijatumia nguvu. Kweli Amanda kaondoka tena kwa aibu kama zote. Niliumia sana. Nikakaa kwenye sofa la pale ofisini nikaanza kulia.
Sio siri msikilizaji, niliumia sana. Yaani kumbe usaliti upo jamani. Mtu unamwamini, unampa siri zako kwamba ni shosti yako, shoga yako ni Nasira. Nasira sana. Jamani, au kwa nyinyi mashoga zenu ambao yani mna wapaga stories zenu zote na wanatunza, ama kwamba muda bado? Labda na nyinyi anaweza akawakuta. Lakini mimi sijiamini. Yani mtu ambaye nilikuwa ninampa siri zote ndio huyo. Niliumia sana. Karimu alinibembeleza akaniambia achana nayo. Muhimu ushamtoa kwenye maisha yako na kikubwa ushamjua adui yako ni nani. Kwa hiyo kuwa na amani kipenzi. Basi nikanyamaza tu. Akaniambia funga duka nikupeleke nyumbani, watoto watakuwa wanakuhitaji saa hizi. Nikasema sawa. Kweli Karimu akanirudisha mpaka nyumbani. Kabla sijashuka akaniambia kesho na kufuata wewe na watoto mtaenda kumsalimia bibi. Nikasema sawa. Akaniambia nikuwa tumevaa nguo ya heshima na umejitanda. Nikasema sawa. Akasema poa na usiku mwema kipenzi. Mimi nikamwangalia tu, nikasema asante na pia. Mimi nikashuka na akaondoka zake wala hata kuingia ndani. Kweli kesho nikawaandaa vizuri wanae na mimi nikavaa vile yeye anavyotaka. Akaja kutufuata, akaendesha gari mpaka Mbezi Beach kwake. Jamani, wanangu hawana uoga. Wameshuka tu wakaanza kukata majani ya bustani. Nikamwambia nyie acheni nitawachapa. Baba akashuka, akaona cheka tu akasema nyie mshaanza kunitia hasara sasa. Akambeba mmoja na mimi nikambeba mmoja mpaka chumbani kwa mama yake. Mama yake alivyoona wanangu alifurahi hadi analia. Sikaona kopi za mwanae. Akamchukua mmoja akampakata. Anamwambia ujambo mchumba wangu. Mwanangu anamtazama tu. Nikamwambia mwamkie bibi. Akasema kama bibi. Hapo wanangu wana kama mwaka na miezi 8, so wanaongea vizuri tu. Sasa na mwingine anataka kupakatwa, hataki kuelewa. Na ndo alivyo wanangu. Yaani ukimfanyia kitu mmoja mwingine akubali, na anataka. Basi bibi yake akasema, miguu yenyewe sina jamani, na wapakataje wote mimi Basi akamvuta yule mwingine, akakanae karibu, akamwambia, "Haya, na wewe niamkie?" Mwanangu akamwamkia na kumsalimia. Mama akaitikia akanambia, "Yaani Tifa, hutaki atakuja kuniona jamani?" Nikasema, "Hapana mama, kazi nyingi." Akasema, "Sio vizuri bwana." Nikasema, "Nisamee mama." Basi wanangu washazoea, wakaanza kumuuliza maswali. Na wana maswali mimi mpaka nawafukuzaga, nisitaki kelele bwana. Yaani nikiwa nimeshavurugwa hivi toto nilivitimua. Maana ukiwajibu moja tu umewaweka. Afyo kazi anafanyaga Karimu. Karimu akija ndo anafanyaga hiyo kazi. Wanamuuliza maswali na anajibu tu. Yaani hata havichoki. Baba mwenyewe hata hachoki. Basi baba akaniambia, "Njoo." Basi akanitoa kule chumbani. Tukawaacha wanangu na bibi yao. Wakawa wanamdandia tu. Basi mamake Karimu anafurahi huyo. Karimu akaniambia, "Haya, kapike, leo nimewaambia wadada wote wasije, wewe upo." Nikacheka nikamwambia, "Jamani, kwa hiyo mimi mfanyakazi wako ama?" Akasema, "Wewe kapike, mama atakuwa na njaa na wanao watakula nini sasa? Shauri lako." Nikasema, "Haya bwana." Basi nikaingia jikoni nikapika wali na kuku, nikatengeneza na juice chap pale. Nikatia chakula katika poti, nikamuita Karim, katika hot pot jamani, msije mkono ni kama ile poti. Nikaweka chakula kwenye hot pot. Nikamuita Karim, alikuwa ni maeneo ya sebuleni tu. Nikamwambia, "Haya, njoo chakula tayari tukandae." Akasema, "Vipi mama, umeshampakulia?" Nikasema, "Njoo tubebe bwana hot pot hapa. Tunaenda kula kwa mama kule. Kwani hakuna mkeka?" Akasema, "Upo." Nikamwambia, "Basi katandike basi kule chumbani kwa mama." Basi akaenda akatandika mkeka, akarudi tukabeba hot pot pale nini mpaka chumbani. Tukambeba mama, tukamweka kwenye mkeka, nikapakua chakula, nikampatia mama. Basi wanangu ni wanavugu, yani ni wa roho wa nyama sana. Nikawekea sahani moja, bibi yao akasema, "Niwekee na wajukuu zangu hapa pamoja, nataka kula nao." Nikamwambia, "Mama, hawa watakusumbua, wanafujo sana." Akasema, "Wewe weka tu, mimi huo usumbufu ndio nautaka." Naona mama alikuwa na hamu sana na wajukuu. Nikasema, "Sawa mama." Basi nikawekea wanangu, wakawa wanakula na bibi yao. Sasa wanakula nyama tu. Yaani ni wanauchu na nyama. Mimi na Karim tukaa tunakula sahani moja pale. Sasa tukiwa tunakula niliona Karim ananiangalia sana alafu anafurahi mno. Mama naye anaenjoy kula na wajukuu zake. Mara moja akachukua ubwabwa, kajimwagia. Mama alicheka sana.
Akasema Mungu wangu, hapa wachumba mimi sina. Wachumba wenyewe wanaoga ubwabwa. Nikasema hao washashiba hao ndo maana. Mama akasema nyama zenyewe zote wamekula wao. Baba yao akacheka kweli kweli. Basi nikamwekea tena chakula mama, maana kile kimemwagwa. Mama bado yeye alikuwa anataka kula nao tena. Anasema haya njoeni tule. Karimu akaambia hapana mama, hebu kula kwanza basi, achana nao. Wewe kula bwana. Kula nikupatie dawa zako. Kweli mama akala, basi anawapa nyama full vurugu tu, ila alifurahi mno. Alifurahi sana kuona wajukuu zake. Mama akaniambia unawaleta basi mara kwa mara, nina siku nyingi sana sijafurahi hivi. Nikasema mama, hawa ni wanafujo, utawachoka tu. Akasema mimi siwezi kuwachoka bwana wachumba zangu. Na kwanza hata Karimu mwenyewe alivyokuwa mdogo alikuwa na fujo kama hizi. Basi tukacheka sana. Tulipomaliza kula, nikatoa vyombo, nikafagia sehemu tuliolia. Nikamrudisha mama kitandani. Basi wanangu wanamdanda huku kule, huyu usiji nini. Mimi nikatoka kwenda kuviosha vile vyombo. Wakati nikiwa busy jikoni naosha vyombo, nikahisi kama nimekumbatiwa kwa nyuma. Nikageuka, alikuwa ni Karimu. Nikasema bwana Karimu nini sasa? Akaniambia kwamba Tifa, tafadhali sana naomba tuwe faragha kwa masaa machache tu. Nikasema Karimu, niachie basi kwanza. Akaniambia mimi sikuachie bwana, wewe ndo raha yangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Wewe ndo furaha. Tena furaha mama yangu. Basi akanikumbatia kwa nguvu. Karimu ni ananipatia huyo. Yaani anajua wapi akinishika tu lazima mimi atanikamata. Basi akanibeba pale, akanipeleka chumbani kwake. Tukaenda kupasha kiporo. Wewe tumeingia chumbani saa 9 kwa dada deki. Saa 9 mchana, kaniacha saa 2 usiku. Ni mwendo wa oi. Nikasema akina Fahadi itakuwa wamemsumbua sana mama. Akanambia bwana muache na yeye wamtese leo bwana. Nikacheka tu. Basi baada ya bilinge bayoyo, ba missionary, ba doggy style, tukaoga pale kisha akanikalisha kitandani, akaniambia Tifa nakupenda mno. Unajua ni mwanamke mwenye upendo sana. Kitendo cha wewe kutaka tule pamoja na mama yangu nimependa sana. Kwa naomba nikoe, nibaki na wewe tu. Nikasema kwani mimi umempa talaka ngapi? Akasema mimi nimempa talaka 3. Simtaki tena. Siwezi kukaa na mchewi ndani kwangu. Alafu alikuwa hamjali kabisa mamangu. Yaani unaweza ukakata hata mwezi aende kumsalimia kule chumbani. Hadi mama akanambia hapa hakuna mwanamke. Kuna siku sijui kajibishana nini na mama. Akaanza kumtukana mamangu. Hiyo siku mamangu alilia sana. Mpaka kani anataka kuondoka. Ndo nilielewa pale nilibogi kuoa. Na bado ana mambo ya ajabu mengi sana. Yaani nikikwambia utashangaa sana. Yaani mjeuri sana yani. Hanitia hata kidogo. Alafu mengine sikwambii. Basi nikacheka tu, nikamtania. Au sio mtamu kama mimi nini? Na akacheka. Akasema bwana achana nayo. Nikasema lakini si anajua dini yule mdote mashungi nini, sio kama mimi ambaye sijistiri. Akanambia mama nguo sio roho. Asa na majuba yake yale anaenda kwa mganga kukoroga. Sasa yule ni mwanamke gani yule? Mwanamke jini. Ina maana hata mimi ipo siku ataniroga tu. Nikasema sawa. Basi nirudisha home basi, maana Asha yupo mwenyewe. Akanambia afu janipa jibu kwanza, au ndo yani unamtaka Ivan sio? Mimi unitaka tena. Nikacheka nikasema jamani, asa mambo Ivan yamekujaje hayo? Mimi nakutaka wewe bwana, baba Fahadi wangu. Akafurahi akasema kweli. Nikasema ndio. Unajua Karimu, mimi ni kwa kipofu tu kuchagua wewe ndo mwanaume ambaye unanifaa na unapendwa dhati sana kwangu, nakupenda. Basi Karimu alinikumbatia mpaka machozi yakamtoka. Alinikumbatia muda mrefu. Nikamwambia Karimu niachie bwana, huu ni usiku ujue. Akaniambia si ulali basi hapa leo. Nikamtania nikasema wewe ni shehe wewe. Mbona unataka zinaa? Akacheka sana akaniambia haya bwana, tuende nikupeleke nyumbani sasa. Nikasema sawa. Basi tukashuka tukashuka kwenda chumbani kwa mama, ila nikawa naona aibu sana. Nikasema mama ukuta alikuwa anajua tulikuwa tunapindwana. Sasa Karimu aligonga, mama yake akasema piteni. Tukakuta kalala na wajukuu zake. Wajukuu wamemlalia. Karimu akasema mama haumi? Akasema hata siumi mbona. Karimu akasema maana sisi tulitoka kidogo ndo tunarudi hapa. Mama alicheka tu. Akamwambia Karimu wewe umfaidi vizuri. Chumba cha juu mnajiachia mpaka mimi huko nasikia.
Yesu, nikasema toba. Aibu, aitse, kumbe nilikuwa ninapigisha mpinduko mpaka mama anasikia. Basi mama alicheka sana akaniambia Tifa, nikasema mama. Akaniambia kubali kijana wangu akuoe. Huko kwingine kote anahangaika, wewe ndo anakupenda sana. Nikasema naelewa mama, tushaliongelea hilo. Akasema sawa. Alafu mtakuja kuwapa watoto shida. Hebu Karim, fanya umuoe Latifa haraka sana. Karim akasema sawa mama, hakuna shida. Basi tukamwaga mama. Mama akaniambia nawaleta wajukuu zangu jamani. Nimechangamka sana leo mimi. Nikasema sawa mama, hata usijali. Tukabeba watoto, tukaanza safari ya kurudi home. Njia nzima Karim ni alikuwa ananishika mara ananibusu, naambia Karim bwana, wanao unajua ataona alafu yatakuwa mambo mengine. Maana watoto wanaongea. Akaniambia hao washasinzia hao. Basi tukawa tunacheka tu, tunaongea. Akaniambia Tifa, sitaki ukaa, kesho natuma watu Morogoro kwa bibi. Kwa hiyo soon nakuoa. Nikasema sawa mpenzi. Kweli kesho yake akatuma watu Morogoro kupeleka barua ya posa. Akasema nakuoa kimya kimya, ni sitaki sherehe wala kelele. Nikasema sawa. Kweli baada ya muda kama wiki 2 hivi bibi akaja, wakapanga siku ya ndoa na kila kitu nini. Basi bibi alikuwa ananifunda kila siku jinsi ya kuishi na mume, na alikuwa na raha sana sababu anampenda sana Karim. Alikuwa ananifunda kila siku mpaka nikasema jamani bibi, basi mimi nimeelewa na nitatulia jamani. Basi tarehe ya ndoa ikawa inakaribia. Nikaanza kuumwa, najisikia vibaya sana, hata sijielewi. Paka dukani nikaa nashindwa kwenda. Na hapo dukani kwangu alikuwa kijana mwingine. Na Asha naye nilianza kumfundisha biashara mdogo, na yeye alikuwa anaenda. Kwa nikaanza kumfundisha biashara mdogo. Nilipomwambia Karim naumwa, alikuja kunichukua. Ni anaogopa kuliko mimi ambaye naumwa. Sasa akaniuliza vipi, huko chini tena unavuja? Nikasema hapana, sivuji, labda homa tu. Akanipeleka hospitali bwana. Basi tulifika pale, nikapimwa, nikaonekana na mimba ya mwezi. Karimu alifurahi mno. Nikasema baby, wale bado hawajatimiza hata miaka 2 vizuri. Akaniambia wale washakuwa bwana, alafu hatuna cha kufanya, ndio imeshatokea sasa. Alafu kwanza nataka unijazie huko, maana huko wangu ni mdogo sana. Basi nibaki nacheka tu. Basi bwana Karim akataka ndoa haraka, na kweli siku yetu ndoa ikafika. Mimi na Karim tulifunga ndoa ya Kiislamu rasmi, nikawa mke wa Karim sasa. Nikanaishi Mbezi Beach na familia yangu, nilipendeza sana. Asiambie mtu. Ndoa tamu jamani. Nilinepa mno Mrs. Karim. Mimi na shepu lianza kuja mbona. Karim akaniulia na gari. Nikawa na drive mwenyewe sasa. Na mume wangu akanifungulia duka kubwa la vitenge Kariakoo. Ile dogo akawa analisimamia Asha. Nilikuwa na amani sana na ndoa yangu, sana tu. Maana mwanaume alikuwa ananipenda sana. Na Karim kwangu hakuwa msiri kabisa. Aliniambia kila kitu kumhusu. Na akanambia naomba utulie sana Tifa. Mimi na wivu sana kipenzi changu. Na mimi namjua, yes, Karim ni ana wivu sana. Ila nilikuwa ni mwaminifu sana kwake na nampenda sana mume wangu. Basi nilea mimba pale, japo hii haikunisumbua sana. Na kubwa zaidi mama mkwe alikuwa ananipenda sana. Mimi ndo sema na vile sasa sina mama. Ndio nikamfanya mama yangu. Hata tukikwazana na mwanae, yeye ndo nitamsimulia na anishauri. Na kama Karim ndo kanikwaza mpaka anamnunia mwanae, mama Karim sasa alikuwa ananipenda sana. Asa baada ya miezi 9 bwana nikajifungua mtoto wa kike. Karim akamuita Amaira. Kwa hiyo sasa tukawa na watoto 3. Nikaanza kulea tena. Siku hiyo nafua zangu nguo za mume wangu. Maana nilikuwa na mfanyakazi, ila nguo za mume wangu huwa nafua mwenyewe. Sasa sijajua kwa nyewe wengine nguo za mumeo nani anafua. Ila mimi za mume wangu nafua mwenyewe. Na hata kupika chakula cha usiku napika mwenyewe. Maana najua mume wangu na yeye anakula. Nilikuwa nampenda sana mume wangu, zaidi ya sana. Sasa nilikuwa natumia washing machine kufua. Ila sasa nikiwa nafua jeans zake na kuwa na sachi mifukoni, maana Karim anasahau sana pesa kwenye mifuko.
Sasa nikiwa nimeingiza mkono kwenye mfuko wa suruali ya mume wangu, nikagusa kitu kigumu sana. Nikasema nini hiki? Nikakitoa, nilikuta lipstick ya mdomoni. Nikasema mume wangu, na hii lipstick wapi na wapi? Hii ni ya mwanamke. Sasa huko mume wangu umefuata nini? Ananisaliti ama? Mbona sielewi? Nikasema nitajua, subiri tu. Anaona ananyonyesha mshenzi huyu, alafu anatafuta machaka mengine. Ngoja. Basi nikaendelea kufua, ila nimenuna kweli kweli. Jioni akarudi mapema tu. Akanisalimia, nikamjibu. Akaniambia, leo nilikumisi kweli kweli mke wangu. Nikaona anarudi mapema. Nikasema, kumbe. Akasema, Mara simu yake ikaanza kuita. Akawa hataki kupokea. Nikasema, mbona upokee simu? Akasema, ni simu tu ya mteja tu, achana nayo. Nikasema, ndio ni ya mteja, ila si upokee. Nataka kusikia anasemaje huyo mteja. Karimu akasema, mama Maira, ina maana uniamini ama? Si nimekwambia ni simu ya mteja ama? Nikasema, pokea simu. Akasema, sipokei. Nikasema, utapokea tu. Akasema, sipokei. Afu mwanzo lini kunipandishia sauti? Unajisahau Tifa, kwani kwa wewe ni mwanamke, Nikanyamaza kimya. Akasema, sipendi kubishana wewe, naomba uniamini. Afu akatoka nje. Nikasema, hebu niache mawazo mabaya juu ya mume wangu mie. Basi nikatoka nje. Nikamkuta yupo bustanini anacheza mpira na Fahad na Faid. Nikasema, mpenzi samahani, naomba tuongee. Akaja akaniambia, vipi mke wangu? Na ndio ninachompendea Karim, yani hapendi kukaa na vitu, yani hata kama utamkwaza anawahi kuflash. Nikasema, nisamehe kipenzi changu, ni wivu tu. Akasema, wivu wa nini Tifa, wakati wewe ndio unatamba na moyo wangu? Basi nicheka, nikasema, shida nimekuta lipstick kwenye suruali yako. Akastuka akasema, lipstick gani? Nikamwambia twende ndani nikakuonyesha. Kweli nikampeleka mpaka ndani, nikamwonyesha. Akasema, hii ni kununulia wewe mke wangu. Nikasema, kumbe, basi asante mangu. Haikuwa mpya kabisa, ila sikutaka maneno wala ugomvi na Karim. Unajua kuna vitu vingine yani unaamua tu kuviepusha, yani si ushajua kweli. Basi nikapotezea. Amani karejea kabisa kwa mume wangu. Ikapita miezi miwili, mwanangu huyo mdogo akafikisha miezi 8. Nikaweka uzazi wa mpango, sikutaka kumbebea mimba. Japo Karimu hakutaka niweke. Yeye anataka nizae tu. Kwa hiyo aliniambia nisizuie. Mimi sikutaka, nikaweka kijiti cha miaka 3 kwa siri hapo. Ili mwanangu huyu asoge kwanza afu ndo nizae. Hapo naendelea kama kawaida na biashara zangu, ila sasa duka langu lipo mtaa mwingine. Sio ule mtaa wa zamani karibu na Karim. Pale ambapo alikuwepo Asha pale. Na Asha alikuwa anakaa kule kwangu Pugu. Kwa hiyo mimi sikuwa nakaa naye tena. Asha kuwa mdada hata hivyo. Kwa hiyo nikaa nikienda kazini na muacha Maira na dada wa kazi nyumbani. Ila Fahad na Faidi tayari tulishawapeleka chekechea, kwa hiyo wanaenda kupoteza tu muda huko. Siku hiyo nipo dukani kwangu, niko busy na kazi. Akaja Asinta, yule shogangu wa Kariakoo. Nikamkaribisha vizuri tu. Akaambia, vipi Shosti, nasikia mpira umerudi kwa kipa. Sikuelewa, nikasema unamaanisha nini? Mbona sijaelewa? Akasema, mimi hata sitaki kuwa mbea mie. Nisije kugombanisha ndoa za watu. Akili kanicheza chapu, nikaona kabisa hapa kuna jambo. Nikasema, Asinta, mbona sijakuelewa shoga yangu, unamaanisha nini? Akasema, hamna shoga yangu, mimi nimeropoka tu wala hakuna kitu. Nikasema, sawa, hakuna shida. Asinta akaongea kidogo tu akaondoka. Mimi nilifanya kazi zangu pale, nilipomaliza nikawasha gari yangu ili niwahi home mapema tu. Maana mimi huwa nawahi, ila mume wangu ana mizunguko mingi. Maana Kariakoo ana maduka mengi, kwa hiyo lazima atazunguka kote afu ndo arudi nyumbani. Nilipofika tu nikaenda chumbani kwa mama kumsalimia, nikaongea naye sana tu, kisha ndo nikapanda chumbani kwangu, nikabadili nguo, nikamchukua Maira, nikaanza kumnyonyesha pale. Nikaogesha wanangu wote, Maira nikampeleka kwa bibi yake, nikaingia jikoni kuandaa chakula mpaka saa 2 usiku, nikasa nishaivisha, nikatenga mezani. Ingine nikapakua nikapeleka chumbani kwa mama. Yeye huwa anakula na wajukuu zake na mara nyingi analala nao, kasoro wa Maira tu sababu bado ananyonya. Mimi nikarudi kumsubiria mume wangu. Nilikaa mpaka saa 3 usiku hajarudi, nikampigia simu akawa hapokei. Mpaka nikaanza kuogopa. Au kuna kitu kibaya kimemkuta nini? Maana sio kawaida yake kabisa. Nilichanganyikiwa mpaka saa 7 usiku yani mwanaume hajarudi na hapokei simu. Nitaka kwenda kumwambia mama, ila niliona nitampa pressure tu, ngoja kwanza nimsikilizie. Ile siku mume wangu alirudi saa 8. Nilipomuona kwanza nikashukuru, nikamkumbatia, nikamwambia, vipi kipenzi, mbona upokee simu? Akasema, mke wangu, leo nilikuwa bandarini, nilienda kupokea mzigo alafu simu nimeisahau dukani. Na nijua utakuwa na wasiwasi sana. Nikasema, kipenzi jamani, sungeazima simu nipigie unitoe hata wasiwasi mume wangu. Akasema, hapo nipitiwa, niseme sana mke wangu. Nikasema, sawa, ameisha mume wangu.
twende tukale basi. Akasema sawa. Kweli akaenda kuoga, alivyotoka tukaenda kula. Yaani tulikula saa 8 usiku. Akaniambia siku nyingine nikichelewa kurudi nyumbani, wewe kula tu usijitese kipenzi. Nikasema sawa, haina shida. Basi tukaenda kulala. Asubuhi akaanza kuondoka mume wangu, akaniambia kwamba na wae mzigo mwingine unafika bandarini, ni meli ya saa 2 hivi. Nikasema sawa, kazi njema mume wangu. Akanibusu akaondoka. Kuna mabadiliko niliyaona kwa mume wangu. Kwanza alipunguza kuomba tendo. Na mimi namjua Karimu, yani azipiti siku yani siku 2 hivi lazima tu atataka mipinduko, lazima atanitaki mwili. Lakini hapo ishapita wiki 2 hajaniomba kitumbua chochote wala donut. Na hana mpango na mimi. Ila nikaona labda busy, labda busy tu na siku hazifanani. Basi bwana, mimi nikaamka, nikachukua nguo za mume wangu nikaenda kufua. Sasa nikiwa na search ile suruali yake ambayo akavaa jana, nikatoa nguo ya ndani ya mwanamke tena bikini. Hapo ndo nikapigia mstari kwa Karimu ananicheti. Kikweli nilumia sana na moyo ukaniuma mno. Maana mimi mume wangu ninampenda sana na mimi ni mwaminifu sana kwake. Nikaanza mbona imekuwa ghafla sana? Au nanuka mazima ndio maana mume wangu anatoka nje? Au kuna kitu gani ambacho ni kwangu ni kimepungua ambacho kinafanya atoke? Au mimi kuzaa? Lakini bado haiwezi kuwa sababu. Niliwaza sana, yani hata nguvu za kwenda kazini sikuwa nazo. Nijifungia chumbani kwangu nikalala tu. Sikutaka hata muongeze na mtu kabisa. Mchana Karimu akanipigia simu. Nitamani nisimpokelee ila nikajikaza. Nikapokea, akasema mke wangu, mbona hujafungua duka leo? Nikasema sijisikii vizuri, nimeamua tu nipumzike. Akasema sasa si ungewaacha vijana waje tu? Nikasema nitafungua kesho bwana, usijali. Akasema sawa, ila mbona hujaniambia kama unaumwa? Nikasema kimoyoni, mshenzi mkubwa wewe. Wewe ndio unanifanya mpaka naumwa alafu nikwambie mshenzi nini? Ila nikamjibu nilijisahau tu kwambia. Akasema tangia lini umeanza kusahau mambo kama hayo kuniambia kipenzi? Nikasema samani. Akaniambia sawa. Ilipita wiki sijamwambia Karimu chochote wala sikumuuliza kitu, ila alibadilika. Anachelewa sana kurudi nyumbani na sababu zinakuwa nyingi sana, ila mimi nishajua kinachomwangusha si kingine, ni ana wanawake nje. Nikasema labda katafuta wala sababu na Lea, ngoja nimuache. Mwanangu alipofikisha mwaka na miezi 3 nikamwachisha nyonyo. Nikarudi katika hali yangu ya udada wa kawaida. Karimu alikuwa anafoka, anasema nimnyonyeshe mwanae miaka 2. Nikasema wewe siwezi, nataka kuwa busy na biashara. Alifoka mno. Mwisho akaelewa. Nikarudi kumtimizia majukumu yote kama mke wake. Lakini wala hakuachana na huyo mwanamke. Na huyo mwanamke ni mshenzi, alikuwa anamwekea vitu Karimu makusudi. Maana kila nikifua nikisearch suruali ya Karimu, lazima mimi nitakuta tu kitu cha kike kama hereni au cheni, pete. Yani vitu kibao tu, na mimi sikumuuliza mume wangu hata siku moja kwa sababu alikuwa na cheat, ila hakubadilika chochote kwenye familia yangu. Siku moja bwana, mimi nilienda dukani kwangu kwa zamani. Nikasa napiga sana story na mdogo wangu Asha. Asha akasema dada nikwambie kitu. Nikasema kitu gani shoste? Akasema dada, kuna habari nazisikia hapa Kariakoo ila mimi sina uhakika nazo, na mimi nakuambia hapa kwa usikurupuke utaharibu. Akasema habari gani hizo? Akasema dada, nasikia shemeji Karimu karudiana na ule mkeo wa zamani. Nilistuka, mwangu kafanya pampa. Nikamuuliza mima ama? Akasema ndio, ila mimi simjui dada, ujue yani mimi simfahamu na msikega tu. Nikasema umesikia hizo habari? Asha akasema hapa Kariakoo dada, mimi ndo nimesikia. Nikasema inawezekana ikawa kweli, maana nina uhakika Karimu ananichiti, japo sijui anachiti na nani, ila najua kama anachiti. Lakini nikasema usijali mdogo wangu, kwa kuwa umenitonya nitafuatilia. Sasa nikakumbuka na maneno ya Sinta ile siku, nikasema hizi habari zitakuwa na ukweli, ngoja nitazifuatilia. Sasa nikiwa pale nikaona Karimu kapaki gari pale nje dukani kwake. Alafu akashuka akaingia ndani ya duka lake. Hajakaa sana, akatoka akaingia kwenye gari. Nikamwambia Shem, naondoka nitakucheki. Akasema mbona haraka dada, si ulisema upo sana hapa ama? Yaani hapo akili shama, nilikuwa nataka nikamfuatilie Karimu. Nikatoka nje nikaita boda chap. Nikamwambia fuatilie gari. Akasema sawa, hamna shida sister, ela si ipo. Nikasema ifuatilie bwana, ela ipo. Kweli tukaanza kumfuata Karimu nyuma. Alizunguka sana Kariakoo katika maduka yake yote, wala hata hakwenda dukani kwa mima. Nikakata tamaa, nikaona nitaopoa kitu kweli. Nikaona naelekea Oysterbay.
Sisi tupo nyuma yake tu. Tunamfuata tu. Akaenda sehemu moja, kuna mgawa mmoja mkubwa, yani very classic. Akashuka, kisha nikaona kaenda kufungua mlango mwingine wa gari. Akashuka Mima sasa. Wewe, kudadadeki. Mbona nilichoka? Afu mbaya zaidi niliona Mima ni ana mimba. Toba, nilichanganyikiwa. Nisema ni nini hiki? Unajua naona kama Mima tako yao. I say, nilikuwa kama sielewi. Boda akasema vipi sister? Nilipe changu nisepe. Nikatoa pesa aliyotaka, nikampatia. Hapo tayari na hasira sana. Nikaingia na mimi katika ule mgawa, nikakaa kwenye kona kabisa. Nikaona mume wangu kaagiza vyakula pale kama vyote, Mima anafurahi tu. Mume wangu akawa sasa anamlisha Mima kwa furaha, tena na huba kama lote. Sasa nikatoa simu, nikampigia mume wangu. Nikaona ni kama Mima anamzuia asipokee. Ila mume wangu alipokea kisha akatoka nje. Nikasema upo wapi kipenzi? Akaniambia nipo bandarini na nipo busy sana mke wangu, nitakupigia baadaye. Nikasema sawa. Nikamwona karudi, akaendelea kula na Mima. Nilichukia, hasira zilinikamata. Nikaenda alipokaa, sikuuliza. Nikaibinua ile meza ya chakula. Karimu akastuka kuniona. Nikasema malaya mkubwa wewe. Hapa ndo bandarini? Nakuuliza hapo ndo bandarini? Mima kawa ananiangalia tu kwa ananinyari. Karimu akasema TFM rudi nyumbani. Mimi nawe tutakuja kuyaongea nyumbani. Tafadhali sana usinidhalisha hapa. Nikasema nini? Hivi wewe, hivi mimi unanichukuliaje? Hivi kumbe unijue kama mimi ni chizi? Sasa leo nitakuonyesha. Sasa nikataka kumrukia Mima kwanza. Karimu akanizuia. Akaniambia vipi bwana, usimpige, ni mjamzito tafadhali sana. Nikasema kwa hiyo mimba ni ya kwako, si ndio? Kwa hiyo hamkuachana. Wakati tunarudiana sinikuuliza kuwa umeachana na Mima au bado, ulinijibu nini? Karimu akasema TFM naomba rudi nyumbani. Mimi na tutamalizana nyumbani. Sasa Mima akaniambia uliona raha kunichukulia mume wangu Sasa na mimi nimemchukua na mimba nimembebea. Pole yako dada. Asinichukia. Nikamwambia Karimu naomba niache. Akaniambia sikuachi, rudi nyumbani nimesema. Nikasema sirudi, malaya mkubwa wewe. Mtu mwenyewe hauna msimamo. Hujielewa hata unamtaka nani mbwa wewe. Nilichukia. Nilimtukana yeye na mwanamke wake. Watoto wanatuangalia tu sisi. Paka mimi nikaja kutolewa na ulinzi wa pale, wakanitoa paka nje, wakaniambia nikiforce kuingia tena watanipeleka polisi. Nikasema sio kesi. Huyo mbwa labda sirudi leo. Yaani mbona kutachimbika? Basi mimi nikarudi nyumbani, nina hasira kweli. Akina Fahad wakaja kuniwao pale. Niliwasukuma bana. Na ile misula yao ilivyofanana, yani nikaona kama ni Karimu vile ndo anakuja kunikumbatia. Wanangu wakawa analia. Dada akazi sasa akaenda kwa bembeleza. Mimi nimeingia ndani na hasira kweli. Nikasema leo labda sirudi. Wala hata ikuchukua muda, Karimu akarudi. Akasema kwa nini umenidhalisha? Ili umefanya kila mtu ananiangalia mimi, na kuniongelea vibaya. Na unajua mimi najulikana sana. Nikasema wewe mshenzi nini? Hivi kumbe ni mshenzi kumbe? Yaani unajua hivi unajali watu sana kuliko mimi, si ndio? Kwa hiyo mimi ni malaya sana kumbe, si ndio? Ukono rudiani na mwanamke wako, si ndio? Akasema Tifa, hebu naomba usikie sawa, mimi ni Muislamu. Mimi ni nani? Mimi ni Muislamu. Naruhusiwa kuoa hata wanne. Nitamrudia Mima sababu ana mimba yangu. Nikasema nini? Malaya mkubwa wewe. Hiyo mimba kapata lini? Mimi na wewe kwenye ndoa mpaka sasa tuna mwaka na miezi 3. Ina maana umesaliti, si ndio? Akavungo kasirika bwana, akasema kelele, usinipige mimi makelele bwana. Mimi ni mwanaume. Mwanaume anapoongea inabidi utulie, poza sauti yako. Nikasema mwanaume gani wewe? Mshenzi wa tabia, malaya mkubwa aliokosa aibu. Nilivyoongea wewe, Karimu akamchoma akanivaa, akaanza kunipiga. Sikukubali na mimi namrudishia. Mbona kulichimbika ndani? Karimu akasema unataka kupigana mimi? Unataka kupigana mimi wewe? Sasa ngoja nikuonyeshe kama mimi ni mwanaume. Jamani, mbona nilikoma? Nilipigwa. Yaani ni kupigwa mipigo ya kila aina. Paka namsikia mama yake yupo mlangoni, sijui hata maskini alifikaje. Mama kutembea atembei. Asema Karimu, kama nimekuzaa mimi acha kumpiga Latifa. Mimi hapo nipo kitandani nalia. Karimu alivyomsikia mama yake ndo akaniacha sasa. Akachukua funguo yake ya gari akaondoka. Mama yake akaingia ndani, anajivuta maskini yani. Akaja akaniambia shida nini mwanangu? Kwa nini nakuwa hivi jamani? Nikasema mama, Karimu kanipiga, amerudiana na mimi na kampa mimba.
Mimi nimemuuliza yana nipiga na amesema anamuoa mke wa pili mama. Mama ndio mimi ishanishinda. Mama akasema hapana mwanangu. Usiseme hivyo kipenzi changu Hasapo mimi nilikuwa na hasira sana. Mama akaniambia njoo hapa. Njoo hapa. Basi nikaenda akanikumbatia, akaanza kunibembeleza. Nilia mno. Yaani zaidi ya sana. Nikaona sina bahati na wanaume kabisa yani. Majanga kila siku ananiandama mimi. Mama akasema nyamaza mwanangu. Huyo Mima hamuoi labda nife. Mwanamke gani yule? Hana hata tabia nzuri hata kidogo. Mimi simtaki hapa ndani. Basi mama mkwe alinibembeza sana. Akaniambia haya pumzika. Usimwaze kabisa ule mjinga sawa? Nikasema sawa mama. Nikamuita dada wa kazi, akaleta kiti cha mama, nikamsukuma mpaka chumbani kwake, nikamlaza vizuri. Nikasema una usiku mwema mama. Akanambia nawe pia kipenzi. Nikasema sawa. Mimi nikarudi chumbani kwangu. Nikamkumbatia mwanangu mdogo nikalala. Karim hiyo siku hakurudi kabisa. Nikajua lazima atakuwa kwa Mima wala sio kwa mtu mwingine. Basi asubuhi nikashika simu na kuta SMS kibao zimetumwa kwa namba ngeni, ila nilipozifungua na kuzisoma nilijua ni Mima tu. Alikuwa anasema hilo. Ulidhani umepata hapo umepatikana. Bwana ndo ni naye na natamba naye na harudi kwako tena nyo. Wewe huyajui mambo ndio maana karudi kwangu. Kasema wewe sio mtamu kabisa. Yaani upo tu kitandani kaa gogo. Wala humkoshi. Mimi ndio utamu wake nampa style kama zote. Ndio maana kanirudia. Mimi wala hata sikumjibu, japo niliumia sana. Nikampigia sana mume wangu akawa patikani kabisa, nikaachana naye. Sikuwa na nguvu hata ya kwenda kazini. Ilipita wiki moja mume wangu hajarudi kabisa nyumbani. Yaani mpaka watoto wakawa wanamuulizia. Nikimpigia muda mwingine apatikane, muda mwingine apokee. Mpaka nikasa sana namtumia SMS kuwa sio mimi bali ni wanao ndio wanataka kuongea na wewe, ila akawa hanijibu. Sasa hiyo siku mama aliniita akaniambia Tifa pole sana, najisikia aibu sana juu ya mambo anayokufanyia Karim. Nikasema usijali mama, naelewa ni mambo ya kawaida, wewe hauna kosa mbona. Akasema mimi nahisi kabisa Karim atakuwa karogwa. Maana naona kabisa sio akili yake, Yaani leo hii mimi nampigia simu ananikatia mimi, Nimemzaa kwa uchungu, nimembeba tumboni miezi 9, nimemsomesha kwa shida, ananikatia mimi simu. Maskini mama yake alikuwa anaongea huko analia, nikambembeleza tu. Nikasema mama usilie, hizi ni changamoto za kawaida katika maisha, wala usijali, mimi nipo nawe pamoja. Akasema yaani usije kuniacha mwanangu. Nikasema sitakuacha mama. Wala mimi sitaondoka. Maana kwanza sijapewa talaka. Mama akasema sawa. Basi akatulia, tukawa tunaongea story nyingine nini. Kiukweli nilikonda sababu na yote ni sababu ya mawazo tu, maana unajua ulipita mwezi jamaa hajarudi nyumbani na hataki muongeze na mimi wala mama yake. Maskini mama yake yani ni kama alikuwa anajisikia vibaya, maana alifikiria hapa sasa mimi mwanamke nikiondoka, ikatokea Karim kaoa sasa mwanamke mwingine itakuwaje? Nani atakayemjali? Hata kama ulete mfanyakazi hapo, yani unajua kuna watu inafika tu hatua yani sio kila mtu ana ile moyo wa kuhudumia, ile kujali. Sababu hata kama ni mfanyakazi mwisho wa siku itafika yani atafanya vitu ili mradi tu. Umeona? Kwa hiyo hivyo alikuwa anajisikia amani sana kwa na mimi. Sasa Karim bwana akawa hata matumizi ya tumi. Mambo yote ya nyumbani namaliza mimi. Kiufupi yani jamaa alinihama tu kwa ufupi. Nikabaki pale na watoto na mama yake. Nisikia yeye kampangia mimi nyumba na bado anaishi wote. Nikubali nikaa naenda dukani kama kawaida, japo nilikuwa nachekwa sana na watu kuwa nimemchukua bwana wa mtu lakini mwisho karudi kwa mkewe. Mimi wala hata sikuwa najali sana, nikawa busy na maisha yangu. Mdogo wangu Asha ndo alikuwa anawaona sana Karim na Mima wakitanua, maana pale Yesi yupo nao karibu. Ila mimi nilimwambia achana naye, wewe fanya maisha yako. Basi nikaa niko busy na kazi na familia. Mama Karim alikuwa ananipenda sana. Kana niambia wewe ndo mkwe wangu au wengine mimi si wajui. Basi tunacheka tu na mama yangu nini. Kapita miezi 3 bwana. Yupo kwa Mima na wanatanua Kariakoo vibaya sana. Nikawa nasikia sana story zao, ila nilipiga moyo konde, nilisema sitaonyesha udhaifu mbele yao kamwe. Sasa siku hiyo usiku nipo nyumbani sebleni, naangalia movie tu na wanangu na mama. Sasa maana mimi nilikuwa na mama anamtoa tunakaa sebleni, najua chumbani yani anakuwa na mawazo sana. So akaingia Karim sasa. Moyo wangu ulishtuka sana. Sio siri nampenda sana mume wangu, yani sana. Akamsalimia mama yake, lakini mama wala hata kuitikia. Mimi hakunisalimia kabisa, akapanda chumbani nikamfuata mume wangu ndani.
Nikakuta anatoa nguo zake kwenye kabati. Nikaona naachwa rasmi sasa. Nikasema mume wangu vipi tena? Akasema nifuata nguo zangu, nataka nikakae na Mima. Nikapiga magoti nikamwambia mume wangu, kama kuna mahali nimekosea naomba unisamehe. Mimi nakupenda sana. Unaniumiza sana mwenzio. Akasema mimi sitaki kukaa na wewe bwana. Kwani shida nini? Nikamsikia mama mlangoni anasema, wewe Tifa, unambembeleza nini mshenzi huyo? Muache aende. Mimi sina radhi naye hapa. Muache aende bwana. Sina radhi naye hapa duniani mpaka ahera. Karimu akasema, wewe ndio unanipandikizia chuki kwa mamangu, sio? Nikasema hapana. Akaambia kwa nini anaongea hayo maneno? Mshenzi mkubwa wewe. Nikashangaa anaanza kunipiga tena. Nikaanza kuomba sasa pale msaada. Mama aliingia sasa anasota jamani. Akaja kunilalia juu. Akasema mshenzi mkubwa wewe. Najuta kukuzaa kabisa. Ulimuoa Tifa uje kumtesa hapa. Kwa sababu alili shetani lako, mjinga mkubwa wewe. Umbwa kabisa wewe. Sasa nipige mimi. Nipige mimi mama yako. Nipige mimi kwanza ndo mpige huyo. Na una bahati miguu yangu mipofu. Leo ningekuonyesha kwamba na mimi ndio umbwa kabisa. Mjinga kabisa wewe. Karimu akaongea. Akavuta mabegi yake. Anavuta begi lake la nguo akasepa. Niliumia, nailia sana. Yaani unajua yani sijatanguelezea situation gani ambayo mama Karimu alikuwa anapitia maskini. Ndio kishafikia hatua hii, mama anagombana na kijana kwamba nipige mimi mama yako. So mama alinibembeleza sana, akaniambia nyamaza mwanangu. Achana naye mjalana mkubwa yule, achana naye. Mama nibembeleza sana nganyamaza. Akaniambia upo na mimi, wewe achana naye. Fanya biashara zako mwanangu, usiwe na muda naye. Yatamshinda tu. Nikasema sawa mama. Basi nikapanda kitandani nikapumzika zangu. Nilikuwa najitahidi sana kupotezea, ila sasa nilikuwa ninashindwa maana unajua mimi wangu nampenda sana. So nikawa ni mnyonge sana. Yaani hata kazi nikawa sifanyi kwa ufasaha. Yaani niliisha sana. Unajua kuna wakati unaweza ukashindwa kusonga mbele. Yaani unafikiria hata ex ule kwa nini uliachana naye, yani kwa nini? Kwa hiyo kuna wakati unajiuliza nikimwacha nimewapa ushindi watu. Of course lazima ujali furaha yako, lakini yote kwa yote nilikuwa nampenda sana mwanaume. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa ni mnyonge sana. Kazi nikasifanyi kwa ufasaha, niliisha. Siku nikiwa dukani akaja Asinta, akaniambia, wewe mwanamke wewe. Hebu leo ngoja kwanza nikutoe dina. Nilikataa, nikamwambia bwana mimi nawahi familia bwana. Akaniambia, bwana, hebu twende huko bwana. Nikasema sawa. Kweli mida ya jioni nilipomaliza kazi nikafunga duka, Yasinta kaja, nikapanda gari lake mpaka sehemu moja hivi hapa Kigamboni. Inaitwa Kibada. Kulikuwa kuna mgawa mkubwa tu unaitwa Kuku Point. Ni sehemu ambayo imetulia sana. Yasinta akaniagizia kuku, akaniambia kula shoga yangu, kula. Nikasema sawa. Mimi nikaa sasa nakula tunaongea. Hiyo siku ndo nilikula kwa maana unajua muda mwingi nilikuwa nikila yani kama sina yani ile hamu ya chakula mna. Kwa hiyo siku nilikula. Basi Yasinta akaniambia, hivi unajua shoga yangu mimi nakuonea huruma sana. Kwa yanayoendelea kwenye ndoa yako nakuonea huruma sana. Lakini labda tu nikwambie acha kumwazia na kumkondea mwanaume Tifa. Acha. Unajimaliza. Mtu unafanya biashara, unapata na pesa. Kwa nini unamwazia sana mwanaume? Sikatai shemeji ni handsome jamani, mimi sikatai shoga yangu. Ila sasa wewe unazidi, utajiua Tifa. Tazama na watoto 3, wote wanakuangalia wewe. Baba mwenyewe ndo hivyo, kashakuwa miayusho. Na wewe ukizingua, unadhani watoto wataishi vipi? Wataishi katika mazingira gani? Au unataka ni wanao yani akulelee Mima? Tifa, hebu acha ujinga shoga yangu na uangalie maisha yako. Yes kakuacha na hakutaki, wewe pendeza. Tena waka shosti yangu na ufanye mambo yako. Achana nao. Kama Karimu wako atarudi tu. Kama sio wako hata ukiliaje ndo basi tena fungu sio lako shoga yangu. Nikasema sawa, nimekuelewa sana Yasinta. Na asante kwa ushauri wako. Na asante kwa kunizindua kama mwanamke mwenzako, nashukuru sana. Akaniambia poa. Maana ukiendelea kujitesa hivi, wewe unajua kisasi kikubwa ni kwamba yani wewe vungas like nothing happened. Yani wewe hata kama ukikutana naye just be happy. Ukikutana naye yani wewe ndana mishi zako, pendeza, nenda dukani, fanya issue zako yani hata kama alivyokuja hivyo nyumbani usionyeshe usiondoke. Amefika mkaribisheni, amegoma yani nyenda na mishi zenu kama muone. Nikasema sawa.
asante. Kaambia poa. Alafu kwani kakufukuza? Nikasema hapana, hajanifukuza. Mimi ni pale nyumbani nipo na watoto wake na mamake. Ila tu hanihudumii kwa chochote. Yasinta akasema, sawa. Basi hilo usijali shoga yangu. Umesikia Yaani wewe achana naye, tafuta pesa, hudumia familia yako, usimpigie na wala usimulize chochote. Tena shoga yangu pendeza. Umesikia? Wakapiga picha post mitandaoni akuone usha move on. Acha kumlilia mwanaume bwana, atakutesa sana Latifa. Unaweza tena kuna wakati hata akirudi hivi nyumbani nimekuambia nikirudi nyumbani. Yaani wewe endelea it's like nothing happened. Yaani wewe ndugu yangu ukikutana dukani sijui nini amekuja sasa hizi salama imeisha. Yaani endelea usionyeshe kwamba ni unaumia. Ndugu yangu una simu kali. Jinsi napo pale mpap. Siku yangu imeanza vizuri. Mpap. Sijini simple. Atana kuna kata tu usiandika ta caption. Shoga yangu, pendeza. Tena kuna watu wataanza comment kwenye posti zako. Huoni kama hajaanza kunyanyuka huko aliko. Watu wanaona pale comment. Mtoto mzuri wewe, mtoto unavutia ni nini? Shoga yangu, jiposti. Nikasema sawa shosti. Kweli bwana. Mimi nikarudi nyumbani usiku nikiwa na amani mno kuliko siku zote. Paka mama aliniambia, "Mbona unalala sana hivyo?" Nikasema, "Hamna mama, nipo sawa tu." Akasema, "Sawa kipenzi changu." Basi nikachukua chakula nikawa nakula na mkwe wangu. Tunapiga sana story. Mama akasema, "Leo umechangamka sana au mmeo kakutafuta nini?" Nikasema, "Hawala, nimeamua tu kuwa busy na maisha yangu." Mama akasema, "Sawa, ni vizuri." Basi msikilizaji, hapo sasa rasmi niliacha kabisa kumwaza Karim. Nikawa mimi ndo nahudumia familia nzima. Alipia ada za watoto shule. Japo zilikuwa ni kubwa ila nilipambana. Nampeleka mama kliniki. Nalipa wafanyakazi nyumbani. Kila kitu nilipambana mwenyewe. Baada ya miezi miwili na mwili ulikuja sasa nikaanza kunenepa sana. Nikarudi katika ubora wangu. Yasinta kaniambia, "Mambo si ndio shoga yangu? Acha kumlilia mwanaume." Nikasema, "Nishaacha shoga yangu. Tena nishaacha muda mrefu sana." Yasinta akasema, "Sasa hapa sikia, mimi nataka nipatie mchongo shoga yangu." Nikasema, "Upi?" Akasema, "Kuna mkaka hapa Kariakoo anaitwa Michael." Huyu Michael jamani, ngoja kwanza ninywe maji. Maana sasa sikia shoga yangu. Huyu mkaka ni mzuri. Ila hamfiki Karim. Ila ni wale wanaume fulani weusi wazuri alafu ana body fulani vile la kwenda. Yeye ana duka la nguo za kiume hapo Kariakoo. Sasa yule Michael mimi ni mshikaji wangu sana yani. Nataka tumtumie yule tumuumize Karim. Yes, kamwaga ugali. Wewe mwaga mboga. Nikasema, shoga yangu sijakuelewa, unamaanisha kwamba ni mchiti mume wangu ama? Akasema, "Wewe mbona umestuka hivyo?" Nikasema, "Yasinta, mimi siwezi kumchiti mume wangu hata siku na moja, nampenda sana. Hata kama yeye amechiti haimaanishi kwamba na mimi ni chiti, mimi siwezi hata kidogo." Yasinta akacheka akasema, "Binti, yani wewe binti uko muoga sana wewe jamani. Mimi sijapata kuona jamani. Na kwa unampenda sana mmeo. Wala ipo hivyo shoga yangu. Wewe umejiongeza tu vibaya. Sasa sikia, sio kumchiti, ila mimi nataka tumpange Michael ajifanya ni ajifanya ni wewe ni mtu wako. Mtambe Kariakoo nzima. Ili na huyo Karim naye asikie yani aone utamu wa kusalitiwa." Nikasema, "Hapo sasa shoga yangu umeongea point. Atakubali kweli huyo Michael?" Yasinta akasema, "Wewe nenepa tu. Michael yani wewe ni mwanangu sana mimi wewe jamaa. Sana, yani mimi nikimwambia kitu hapingi. Mbona mshenzi Karimu atajuta kukufahamu mbwa yule mkubwa?" Basi nikacheka tu. Yasinta akampigia simu Michael, akaambia, "Michael, leo jioni basi naomba tukutane Mount Longe pale." Michael akasema, "Yasinta, kuna nini?" Yasinta akaambia, "Bwana wewe njoo bwana, utakuja kujua ukifika huko bwana. Ila usiniangushe Michael." Michael akasema, "Poa." Kweli bwana, jioni mimi na Yasinta tukaenda mpaka katika sehemu, tukaanza kufika sisi, tukaagiza chakula, tukawa tunakula huko tunapiga sana story. Mara Michael akaja. Ni mkaka fulani mzuri tu. Kwa umri mimi na yeye ni kama tunafanana. Michael akatusalimia pale kwa uchangamfu tu. Akasema, "Yasinta, nimeitikia wito, kuna issue gani?" Yasinta akampanga kila kitu. Michael akaniangalia sana akasema, yani wanaume hatujuagi hata tunataka nini. Latifa ulivyo mzuri hivyo bado mwanaume anakusumbua? Nikasema, "Ndio tena sana. Yani mpaka sina raha." Michael akasema, "Nenepa, yani mimi nitakufanyia kazi yako yani tena bure." Basi nifurahi sana nikasema, "Sawa kipenzi." Sasa baada ya hapo mimi nikarudi nyumbani kwangu kuendelea na majukumu ya familia. Kwa kipindi chote cha ndoa nilikuwa najistili sana. Na ndo Karim anavyopenda, yani
Hata mama yake pia anapenda kujistiri. In short, ni watu ambao wanaijua sana dini. Basi asubuhi bwana nikatoka nimejistiri vizuri tu. Nikamwaga mama naelekea kazini. Mama akasema sawa. Basi nika drive mpaka Kariakoo. Nikaenda kununua kigauni fulani hivi kifupi mno. Nikapita na saluni, nikabondi na wigi, nikanoga sana. Nikavua baibui niliovaa, nikatinga kigauni changu, nikarudi enzi zangu sasa kwa dada Deki. Utaniambia nini mtoto Tifa? Nikaelekea dukani kwanza, mpaka wafanyakazi wangu wenyewe walinishangaa maana hawakuwa wamenizoea hivyo. Mimi sikukaa sana bwana. Michael akanipigia, akaniuliza uko poa? Nikasema ndio. Akasema okay, nakufuata hapo dukani kwako. Nikasema sawa. Baada ya dakika 15 ikapaki viti nyeusi kali. Nilipaki nje ya duka langu kwa dada Deki. Nikaenda bwana. Michael akacheka tu akasema naona umepanga kumkomesha Some. Nikasema sana. Akaniambia sawa bwana. Sasa hapo tutaanzia dukani kwa Mima. Mimi na uhakika huu muda karibu yupo dukani kwa Mima. Mimi najifanya naenda kukununulia nguo za ndani pale, umesikia? Nikasema sawa. Mimi sikuogopa hata. Mimi nimeshaamua kumkomesha mshenzi huyu. Basi Michael akadrive mpaka dukani kwa Mima. Akashuka kisha akaja kunishusha mimi. Akanishika mkono, akasasa na nibusu. Huko sasa tunaingia dukani kwa Mima. Tulivyoingia ndani, Karimu alikuwa amekaa kwa pembeni. Amempakata Mima. Anamlisha tu. Alafu kuna mdada ndo anahudumia wateja. Basi nilivyomuona nikazidi kukamatia mkono wa Michael. Michael na yeye akaleta mkono, akanishika kiuno. Nikaona Karimu naye kaniangalia. Nikaona kastuka. Na jicho limemtoka. Nakwambia yani ni kama sio yeye. Hapo niliona Mima ana tumbo kubwa tu. Nikajua hapa huyu kama sio miezi 8 basi itakuwa 9. Nikaona Karimu anataka kunyanyuka. Mima akamzuia. Na mimi ndo nikazidi kujishaua. Basi Michael akaniuliza kwamba vipi baby? Tuchukue hizi ama hizi? Akasema baby jamani, na mshepu huu msimu mimi naingiaje? Yeye unafanya kama ni ujalizoea shape langu ama chukua hii bwana. Michael akavuta pocha akalipia. Alafu change ile baki akaambia yule dada keep change. Yule dada yani alitudumia vizuri tu. Muda wote mimi namchungulia Karimu. Niliona kabisa akili imemwama. Hayupo kabisa. Tulivomaliza kuhudumiwa, nikamshika mkono Michael tukatoka nje ya duka. Tukaenda mpaka tulipopaki gari, akanifungulia mlango wa gari, nikaingia, naye akapanda akawasha gari, tukasepa. Njiani Michael alicheka sana, akasema dada, unajua kurusha roho wewe. Ila ngoja nikwambie yule jamaa anakupenda. Niliona kabisa anataka kunifuata. Niliogopa nijua anapigwa. Nikacheka nikamwambia acha uoga. Basi nikamwambia nipeleke kwa Yasinta, naenda kushinda huko. Akanambia Saskia, kumkomesha vizuri si una namba yake? Nikasema ndio. Akaambia yule kashachanganyikiwa pale. Leo lazima tu atakutafuta. Sasa wewe block namba yake. Nikasema sawa. Kweli bwana. Hapo nikablock namba ya Karimu. Michael akaniambia hili ni zoezi la kwanza. Kama alitazama matunda utaniambia tutafanya lingine. Nikasema sawa. Basi akanipeleka mpaka kwa Yasinta. Nikamshukuru sana. Akaniambia usijali Tifa, tuko pamoja. Ngoja mimi nirudishe gari ya watu kwanza maana niliazima ili tukamvuruge mtu vizuri. Nilicheka sana hizi. Mimi nijua gari ya kwake. Lakini ameazima kuwarusha watu roho. Michael akaondoka, mimi nikaingia kwa Yasinta kumpa mchapo. Nilipomsimulia alicheka huyo. Akasema huyo anarudi, wewe tulia. Nikacheka sana. Sasa tulikuwa tunapiga story, simu yangu ikaanza kuita. Ni kijana wangu wa dukani. Nikapokea, nikasema vipi una shida gani? Akasema bosi, Karimu kaja, anakuita hapa. Moyo wangu ulijaa furaha sana. Nikajisikia amani mno. Leo mume wangu kanifuata. Nikasema achana naye bwana, yeye endelee na kazi. Mara nikamsikia Karimu anaongea. Yaani kwa anaongea, nikajua tu kampokonya simu kijana wangu. Akasema wewe mbwa. Yaani wewe leo utanielezea, kumbe wewe ni malaya sana Nilikuwa sija kujua vizuri. Na naomba uje dukani haraka sana. Unajisahau kama wewe ni mke wa mtu? Latifu wewe? Nikasema wewe nani kwanza, mbona sikujui? Akasema unijui mimi? Latifu leo unijui, unaletea dhala si ndio? Nikasema jitambulishe basi, mimi sikujui. Akaniambia sawa utanijua. Naomba uje dukani kwako na kusubiria. Sasa mimi nikajifanya kama naguna vile ile miguno mtano. Nikasema bwana, taratibu bwana, utaua mwanao. Niliongea hivyo ili nimkomeshe. Umeona? Karimu akaanza kutukana, akasema msenge sana wewe. Nikimkamata jamaa yako na muua Latifa. Mimi sikumjibu hata, nikamkatia simu. Yasinta mbavu ana. Nikasema Yasinta usicheke, mimi nimemkomesha. Ila kazi anayo. Basi bwana. Nilikaa sana kwa Yasinta.
Michael akapiga simu nikapokea. Akaniambia, jamaa wako kanipigia simu." Nikasema na ni Karimu. Akasema, kaniambia ni akiniona Kariakoo ananiua. Ila uzuri ni kwamba mimi kesho nasafiri naenda Arusha. Mpaka nikirudi Soul itakuwa limeisha." Basi nikacheka nikasema, "Wewe Michael wewe." Akasema, "Wewe yule jamaa anakupenda. Kanipigia simu anaongea kwa hasira, hata mimi simuelewi, jamaa akachanganyikiwa." Nikasema, "Achana naye bwana." Michael akaniambia, "Kwa makini, ana hasira sana." Nikasema, "Poa. Usijali mimi namweza." Basi nikakaa sana kwa Sinta, nikarudi nyumbani usiku saa 4. Nikafika chumbani kwa mama, hapo nishavaa Bible langu, nishafunga ushungi wangu. Mama akaniambia, "Bora umepita chumbani kwangu. Leo mmeo kaja hapa. Kwa hiyo hakuna kwenda huko. Naona kaja na hasira. Sitaki asije kukupiga bure." Nikasema, "Sawa mama, hata siendi." Na nilijua nikienda nitapigwa kweli leo. Nikakaa chumbani kwa mama. Basi zikaanza kuingia namba ngeni. Nikajua huyu ni yeye. Anajua sijarudi. Kumbe nipo chumbani kwa mama. Nikanapiga story na mama. Kama sio mimi. Yaani utafikiri sio mimi nilifanya tukio mchana kudadadeki. Tukasikia mlango na gongo. Alafu Karimu akaita, "Latifa." Mama yake akasema, "Hayupo." Tena namwambia kwamba sio hayupo tu, mama akajibu, "Hayupo huko. Hebu toka mlangoni kwangu. Mtoto wa ibilisi wewe, toka." Akasukuma mlango, akaingia sasa. Akasema, "Latifa, nakuomba chumba tukaongee." Mama akasema, "Ongea hapa. Ongea unachotaka kuongea hapa. Huyu analala hapa leo." Basi alivyoongea hivyo, mimi sasa ndo nikaenda ukaa nyuma ya mama. Maana najua hapo ndo ulipo usalama wangu. Karimu akasema, "Unataka niseme mambo yako mbele ya mama?" Nikasema, "Mambo gani bwana? Sema tu, mimi nimefanya nini?" Karimu akasema, "Usinijaribu. Kwa hiyo umeamua kuwa na mwanaume? Sinakuuliza malaya." Mama akasema, "Wewe, hebu naomba usimsingizie mwanangu. Wewe unapofanya ushenzi wako, unaona kila mtu atafanya, si ndio? Mbwa mkubwa wewe. Latifa hana hizo tabia." Karimu akasema, "Yaani mama, wewe Latifa, unaona kama umeshamroga mamangu. Sasa hivi anakuamini kwa kila kitu, si ndio? Mama huyu ni mshenzi sana." Yaani huyu akifika Kariakoo mama anavua mabaibui, anavaa nusu uchi mama. Anakuwa anazunguka tu na bwana wake. Alafu mimi nampigia simu, anapokea huko anafanywa. Tena anafanywa na bwana wake. Latifa, twende chumbani Latifa." Mama akasema, "Wewe Latifa hana mambo hayo. Naomba ukome. Latifa mwanangu katulia sana. Na hii ndio kila kitu hapa. Wewe umeacha kutuhudumia, na nyumba si umehama. Hata kama akiwa na bwana ni sawa tu. Wewe huna akili, mbwa mjinga wewe." Nikasema, "Yes mama, huyu ndo mama mkwe." Karimu sasa akamruka mama yake akanidaka. Nakwambia, akaanza kunipiga. Na mimi sasa sikukubali wewe. Niko na mngata kama chizi vile ka zombie. Mama yake naye akaa sasa anampiga na machungwa. Chochote kilichopo mkononi mwake ni silaha. Basi tuliamua kumchangia, nakwambia. Yaani light ungekuepo msikilizaji. Mama yake ndo yani hana hata huruma kwa. Yaani chochote kilichopo karibu yake ni silaha, anamrushia nacho. Si hawezi kutembea. Tulimchangia usiku, akaja na dada wa kazi naye tukawa mtu 3, yeye mmoja. Tulimchoka, sikazoea bwana kunipiga, tulimkomesha. Mimi nilimkamata kwenye yale mayai yake ya kienyeji. Nilimmana. Mbona aliimba haleluya? Akanisukuma, akatoka nje. Mama akasema, "Mbwa wewe, usirudi tena, pumpavu mjinga wewe." Tukasikia tu mlango wa sebuleni umebamizwa mpa. Tukaanza kucheka bwana. Mama alicheka ananiambia, "Wewe mtoto mbaya wewe. Umembana wapi mwanangu?" Mimi hapo mbavu sina. Mama akasema, "Mjinga wewe. Hata hivyo atakoma kuja kukupiga mshenzi sana huyo. Ndio dawa yake huyo. Akija kukupiga wewe, tunamchangia kama mwizi." Yes, kaamua kuhama nyumba. Na akija kufanya hapa chochote tunamshughulikia. Sasa kwanza hapa amerudi kufanya nini? Mjinga sana yule. Basi bwana, nikalala na mama tukipiga story kwa furaha zote. Mama kaniuliza kwamba hivi kweli aliyokuwa anasema ni kweli ama kwamba una mwanamume uko kazini. Nikasema, "Mama, Karimu ni muongo. Naona leo tu alikuwa na hamu tu ya kunipiga ndo kanitafutia sababu." Mama akasema, "Sawa, acha nikuamini japo Karimu sio muongo kabisa. Akiongea kitu huwa kina ukweli." Nikasema, "Mama, niamini leo Karimu kadanganya." Akasema, "Sawa." Basi kesho yake nikiwa kazini ya Sinta akaja. Nilimchekesha, alicheka sana. Akaniambia, "Wewe huyo mkwe mzima kweli?" Yaani anampiga mwanae. Nikasema, "Mkwe wangu ni ananipenda.
Yaani nahisi sana angekuwa anatembea yule mama, angekuwa ananibeba, ananileta kazini. Na ndio maana mimi nampenda sana. Na namchukulia kama vile ni yeye ndo mamangu alibakia. Basi bwana, ikapita mwezi Karimu hajanitafuta. Na mimi sikumtafuta, na kikweli niliamua tu kupotezea. Hata ile michezo na Michael sikutaka tena. Niliona nitamponza, maana mimi namjua Karimu vizuri sana ugomvi wake. Unaweza kushangaa Michael kapotezwa tu na watu wasiojulikana. Yaani mjinga haoni shida kutumia pesa kukukomesha. Nakaona niache tu, nikaa busy na kazi na familia yangu. Siku hiyo bwana ilikuwa ni Jumapili, sikwenda dukani. Nikamwambia mama ya kwamba leo na watoa out nyumba nzima. Mama akasema wewe, mpaka mie? Nikasema ndio mpaka wewe. Mama akasema sijatoka muda mrefu. Nikasema basi leo natoka. Kweli nikawaandaa wanangu, nikamwambia na dada wa kazi naye ajiandae. Kisha nikaenda kumwandaa mama. Nilimpamba, akapendeza, akawa kama kijana. Paka akasema, jamani, leo nimekuwa kijana." Basi nikacheka. Nikachukua familia yangu yote, tukaenda beach Bagamoyo. Kuna beach moja classic sana. Ndio niliwapeleka pale. Sasa mimi na wanangu nafanya kazi, tuliogelea sana. Mama alikaa pembeni akituangalia kwa furaha sana. Tulienjoy sana usiku. Jioni nikachukua mpaka sehemu ya kula. Tukala. Nitaka tukifika nyumbani tusipike tena. Ndio maana niliamua kuwapeleka sehemu ya chakula. Japo Karimu hakuwa kwenye maisha yetu, ila nilihakikisha familia yangu ina furaha muda wote. Hata wanangu walishamsahau. Yaani hata kumuulizia baba yao sije upo wapi, wakawa hata waulizi tena. Sasa tukio tunakula. Mama akasema ya kwamba, "Tifa, unajua Karimu kupoteza mke kama wewe kapoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yake. Namuonea huruma sana. Nina wiki sasa ninamuombea sana mwanangu. Kama ni amefanywa uchawi basi umtoke. Naogopa sana anavokaa mbali na wewe hivi. Naamini ipo siku utachoka kukaa peke yako na wewe utataka kuwa na mwenzako. Na ndio hapo Karimu atakapokupoteza wewe. Kwa hiyo nitaumia zaidi yake. Maana mimi naona kabisa wewe sio mkwe wangu bali wewe ni binti yangu kabisa." Kasema, "Mama usijali kabisa, mimi nipo na wewe muda wote. Sitakuacha hata siku moja. Mimi nakupenda sana mamangu." Akasema, "Kweli?" Akasema, "Ndio." Nafanya kazi akasema, "Kwa yani dada wewe una roho nzuri sana, najivunia wewe." Nikasema, "Usijali mdogo wangu. Tuendeleeni kula tuae nyumbani." Wakasema sawa. Basi baada ya kumaliza chakula tukaingia ndani ya gari. Nika drive mpaka home, nikaingiza gari langu ndani. Moyo kafanya pam 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 pam. Nilikuta gari pendwa la mume wangu. Nikajua Karimu kaja. Nikawaza, leo kaja nini tena? Lazima atataka ugomvi na kupigana. Basi nikashuka kwanza mimi nikamuuliza mlinzi kuwa mume wangu kaja. Akasema ndio. Nikauliza tangu saa ngapi? Akasema kaja muda tangu mchana saa 7 hivi. Nikasema sawa. Basi nikaenda kumshusha mama, nikamuingiza mpaka chumbani. Nikasema, "Mama, Karimu kaja. Itakuwa yupo chumbani." Mama akasema, "Hakuna kwenda. Anataka kuanzishie tu ugomvi. Hana lolote. Kaa hapa mwanangu." Nikasema sawa. Basi nikaanza kuogesha wanangu huku tunaongea na mama. Mara akaja mfanyakazi wangu akasema, "Dada, shemeji anakuita upo sebleni, alafu leo kapoa sana." Mama akaniambia, "Hamna kwenda, huyo anataka ugomvi, hana lolote. Baki hapa." Nikasema sawa, siendi mama. Mama akamwambia dada wangu wa kazi, akamwambia kwamba kamwambie aje yeye. Kweli bwana, dada wa kazi akatoka. Mimi nikamaliza kuogesha pale, wanangu akapanda kitandani kwa bibi yao akalala. Maana walichoka na pilika za siku nzima. Karimu akagonga kisha akaingia. Akamwamkia mama yake pale, lakini mama yake wala hata kuitikia. Mama akamuuliza, "Haya, leo umekuja na lipi ili uzue ugomvi? Ni jambo gani?" Akasema, "Hamna, mimi leo sijakuja na ugomvi ila nahitaji tu kuongea na mke wangu kwa amani tu." Nikasema, "Wewe nani mkeo?" Akabaki kimya. Nishangaa maana alipoa sana, sio kama mara zote anavyokuja. Mama akasema, "Hebu nenda bwana unapokaaga bwana. Usituharibie sisi furaha zetu." Basi Karimu akatoka, akarudi chumbani. Niliona huzuni kubwa na aibu ndani ya macho yangu. Na nampenda sana. Mama akaniambia, "Usiende. Asije akakupiga huko." Nikasema, "Mama, mimi naenda, nataka nikamsikilize." Akasema, "Wewe Tifa, hebu naomba uache bwana usinibishie. Unataka ukagombane naye ama?" Nikasema, "Sawa mama, basi siendi." Basi mimi nikapanda kitandani na mimi nikalala. Asubuhi nikaamka nikapanda chumbani kwangu maana nguo zangu zilikuwa huko, alafu mimi nilikuwa nataka nibadili niende kazini. Nikafungua mlango nikamkuta kalala, ila sio usingizi, alikuwa ni kama mtu ana mawazo sana. Alivyoniona akasema, "Mama Fahad, naomba tuongee tafadhali sana mke wangu." Akasema, tuongee kuhusu nini? "Unataka kunipa talaka kama?" Maana nilikuwa naisubiri kwa hamu zote.
Akasema no mke wangu, siwezi kukupa talaka. Yaani hata nini kitokee siwezi. Ila naomba unisikilize. Basi akaja kunishika mkono, akanilazimisha nikae nimsikilize. Nikakaa nikasema nakusikiliza, leo umekuja na jipya gani? Asisi kuamini mume wangu alinipigia magoti, akasema mke wangu, najua nimekutesa na kukuumiza sana. Naomba unisamehe sana kwa hilo mama Maira. Ila naomba unisamehe sana. Nisamehe sana mke wangu. Yaani shetani alinikamata sana. Nikarudi kwa Mima. Naomba unisamehe sana kipenzi changu. Nisamehe mke wangu, sitarudia tena. Nilimwangalia kwa hasira, nikakumbuka mambo aliyokuwa ananifanyia, vipigo vyake. Sikutaka hata kuongea naye. Nikanyanyuka wala hata mimi sikumjibu chochote. Nikaingia chooni kuoga. Nilipokuwa naoga nijikuta nalia sana. Nilikumbuka mambo aliyonifanyia huyu mwanaume. Roho yako inaniuma sana. Nikatoka kuoga, nikamkuta bado kapiga magoti. Yaani wala hata sikuongea naye. Nikaanza kujiandaa niende kazini. Mume wangu akasema, Tifa please, naomba urudishe moyo. Nakuomba sana, nimekosea mmeo. Najutia sana Tifa. Haikuwa akili yangu, nilirogwa kabisa, naomba nisamehe mke wangu, nakuomba. Nilimtazama. Nikasema, Karim, hebu naomba uache kuhangaika basi kuniomba msamaha. Ungeenda kwanza kumuomba msamaha leo kuweka tumboni miezi 9. Akakuzaa kwa uchungu. Alafu kaacha kumhudumia. Akasema, Tifa, ukinisamehe wewe na mama atanisamehe tafadhali sana. Naomba unisamehe kwanza wewe mke wangu. Karimu aliomba msamaha huko analia. Kwamba nimsamehe alirogwa. Nikasema, kwa hiyo uchawi sasa umeisha ama? Hebu acha kuniona mimi mtoto hapa. Nikajiandaa, nikaenda zangu kazini. Sasa mimi nikaa busy na kazi zangu, Yasinta akaja bwana. Akaniambia, shoga yangu, nataka nikupe umbea mzuri. Nikasema, upi shosti? Yasinta akasema, nasikia mumeo kumbe alibambikiziwa mtoto na Mima. Kalea mimba miezi 9 kumbe sio yake bwana. Kumbe mimba ilikuwa ni ya yule Mauma telefoni wa kule mbele. Basi unaambiwa mumeo alivyojua, kampiga Mima mpaka kamvunjia mkono. Nikasema, kumbe ndio maana karudi kuomba msamaha, yamemkuta huko. Nikasema, shosti, jana karudi nyumbani, hayupo sawa kabisa. Yasinta akasema, shosti, msamehe tu mumeo. Maana wanasema yule Mima ni yani wenyewe ni washirikina. Yani kwanza Mima mwenyewe ni mshirikina sana. Huenda alimchezea mumeo, wewe mpokee tu na msamehe. Japo kakufanyia mambo mengi ya ajabu lakini msamehe tu. Akasema, mimi naumia sana, sijui kama atantaweza. Japo nampenda sana mume wangu. Yasinta akaniambia, unajua ndo wanaume zetu hawa, wote wapo hivyo tu, babao ni mmoja. Wewe msamehe tu mumeo. Nikasema sawa, nitajaribu. Sasa nikiwa busy dukani, bibi alinipigia simu. Nikapokea, akaniuliza uko wapi? Nikasema nipo kazini. Akaniambia njoo Pugu sasa hivi. Nimekuja leo. Nikasema jamani bibi, mbona umekuja ghafla? Akasema nilikumisi sana bwana, njoo bwana. Nikasema sawa bibi, nakuja. Basi nikampigia simu Asha. Nikasema Asha, yani kumbe bibi kaja? Akasema ndio, kafika usiku, hata mimi mwenyewe nimeshtukia tu. Nikasema sawa. Nitaka kuhakisha maana bibi naye mambo mengi tu. Kweli muda huo nikawasha gari mpaka kwangu Pugu ambapo kwa sasa anaishi Asha. Nilipofika nikamkuta bibi na nikamkuta na Karim. Nikajua bas Karimu itakuwa kamuelezea shida zetu bibi. Na ndio maana akaja. Sasa bibi akanikaribisha, nikamsalimia vizuri. Nikamsalimia na Karim, alijibu kwa unyonge sana. Usoni kama mwekundu. Sijui alikuwa analia, hata mimi sikumuelewa. Basi bibi akaanzisha mazungumzo. Akasema ya kwamba Latifa, mumeo ameniita na amenisimulia shida zenu na amekiri amekosea na amekufanyia mambo mengi sana. Karimu wala hajanificha kitu. Na wewe nakupa chance ya kuongea. Basi mimi sikumficha bibi. Kama yeye hakusimuliwa vizuri basi mimi ndo nilimsimulia. Sikuacha kitu. Mpaka kunipiga, kunitukana, kunidhalilisha Kariakoo, kuacha kudumia familia. Yaani sikuacha kitu mpaka kumfumania na mwanamke wake. Vyote nilisema. Karimu alibaki kimya tu. Akasema Tifa, kipindi na kufunda nilikwambia ndoa inatunzwa na nini? Nikamjibu na uvumilivu. Bibi akasema sasa, uvumilivu wenyewe ndio huu sasa. Naomba sana umsamehe mumeo kwa sababu amekiri na kuomba samahani. Naomba imemaliza haya. Mtakapoachana nyie, watakaopata shida zaidi ni watoto. Nikasema, ngoja nimtikise huyo mbwa. Nikasema bibi, mimi sina ninachokitaka na kifupi sitaki hata ndoa, nipe tu talaka yangu.
Karimu alichanganyikiwa, akapiga magoti huko analia. Anatambaa, ananifuata, anaomba msamaha sana. Kwanza mimi nilikuwa nalia sana. Nilimuonea huruma mume wangu. Nampenda sana. Nikamuinua na kumkumbatia. Kila mtu akalia nini? Bibi ndo akaanza kutubembeleza pale. Basi tukanyamaza. Bibi alitusii sana. Na alimsema sana Karim kuhusu mambo aliyonifanyia Karim. Na Karim mwenyewe alikiri amekosea na alimuomba sana msamaha bibi. Sasa baada ya yote tukarudi nyumbani sasa. Tulipofika wanangu wakanikimbilia. Karimu akataka kuwanyanyua, hata hawamtaki. Walishamsahau sijui. Nikaona Karimu kanyongonyea. Nikasema ni watoto wamekusahau, kwa hiyo usiwe hivyo. Ukikaa hapa baada ya muda tu atakukubali, wala usijisikie vibaya. Akasema sawa mke wangu. Basi tukaingia chumbani. Basi ananiomba msamaha, nikamwambia nimekusamehe kipenzi. Akasema basi naomba ukanisaidia kumuomba msamaha mama. Nikasema sawa, kaoge kwanza kisha nitakupeleka. Akasema sawa. Akaenda kuoga, alipotoka nikamwandalia pale nguo za kuvaa. Nikaambia twende sasa kwa mama. Basi nikaenda naye kwa mama huku nimemshika mkono. Tukamkuta mama pale anacheza na wajukuu zake. Nikamuita dada wa kazi, nikamwambia chukua watoto tunamwongezi kwanza. Kweli dada akachukua watoto wote, tukabaki wenyewe tu. Karimu alipiga magoti mbele ya mama yake huku akilia na kuomba msamaha. Mama akasema unaniomba msamaha mimi? Kwani mimi ndo nimekuzaa Mimi muda mrefu sana nishasema wewe sio mwanangu. Karimu alizidi kulia. Alimuomba sana msamaha. Nimuonea huruma mume wangu. Na mimi nikapiga magoti mbele ya mama. Nikasema kwamba mama msamehe mume wangu please sana. Nataka tuwe na amani kama mwanzo. Msamehe tafadhali sana. Mama aligoma kata. Alisema Karim sio mwanae, alishamfuta. Basi tukarudi chumbani tukiwa hoi. Mama kagoma kumsamehe Karim. Karim alilia huko anasema nimemkosea sana mama. Naelewa amenilea kwa shida sana, naumia sana Latifa. Sasa mimi nilibaki tu nimemwangalia, aliendelea kujitetea. Akasema kwamba hakuwa sawa kiakili, anahisi alirogwa kabisa. Nikasema sawa pole, ila hapa tuongee na bibi, kesho aje kuongea na mama yako. Akasema sawa. Kweli nilimpigia bibi nikamuelezea, bibi akasema sawa kesho nitakuja. Usiku Karimu hakulala, aliswali sana. Tena huko analia, nilijua anatubu kwa Mungu wake kwa aliyoyafanya. Hasa kumdharau na kumkosea mama yake. Asubuhi na mapema bibi alifika, nikampeleka chumbani kwa mama. Bibi akanambia nimuache wao kama wao. Waongea wawili tu. Basi mimi nikatoka, nikawaacha. Sijui aliongea nini ila walitumia muda mrefu sana. Na hisi mama Karim alikunja sana. Paka jioni bibi akatoka akasema Karim, ulimkwaza sana mama nenda kapige goti uombe msamaha. Basi kweli Karim akaenda akampigia mama yake, kaanza kumuomba tena msamaha. Mama yake alimwambia njoo hapa baba yangu. Akamkumbatia mwanae huko analia wote. Niliona huruma. Mama akasema njoo na wewe binti yangu. Na mimi nikaenda akanikumbatia. Mama akasema Karim, huyu ndo mwanamke anakufaa. Hata nikifa leo usimwache Latifa, Latifa anakupenda sana. Karim akasema nimekuelewa mama. Sitamwacha kama. Basi kuanzia hapo amani ya familia yangu ilirudi. Mume wangu alizidisha mapenzi sana. Yaani tulikuwa na amani sana. Mpaka sasa nina watoto wale watatu, ila nina ujauzito kwa miezi 6 tu. Na nampenda sana mume wangu kuliko chochote. Na yeye kwangu kafa kaoza. Yaani nikinuna anachanganyikiwa, ananipenda mno. Kuhusu kina hivyo ni jamani, mimi familia nishamalizana nayo kituoni pale polisi. Nadhani mlelewa kabisa, tuliandikishana mkataba kwamba sitaji usumbufu aina yoyote. Kwa hiyo tulishamalizana kabisa. Na mpaka hapa safari imefika mwisho ya historia yetu pendwa kabisa ya Tifa. Na mimi kuna vitu vingi sana utakuwa umejifunza msikilizaji. Mimi niliyekuandalia hiki chakula kwa sauti nzuri na ninaamini umeenjoy sana. Ndio maana mpaka leo hii msikilizaji uko hapa Lumba Simulizi, kwa sababu unaenjoy kwa wale wote ambao marafiki zetu unakutana sisi na tunawaandalia simulizi nzuri kwa ajili yenu nyie muweze kujifunza. Kwa hiyo ninaamini kwa nafasi yangu nimekuwasilishia hii simulizi kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo naomba tukutane tena sehemu nyingine kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu atujalie afya na uhai. Tuweze kukutana kwenye simulizi nyingine, tuendelee kuburudika zaidi hapa Lumba Simulizi. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 208145. Kwa wale ambao mpo nje ya nchi unaweza kaanza na alama kujumlisha 255 afu ndo kaendelea sasa pale 7 10 208145.
Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.